kwa nini nimewachukua nikazunguka nao wilaya nzima kwenda kutoa elimu namna gani wameweza kudhibiti moto, na miaka 4 kijiji chao hakijaungua moto. Ukweli uongo? Ukweli uongo? Ukweli. Wametoa elimu wilaya nzima. Wamekuwa ni mashujaa wa ziara yangu. Hongereni sana Wanalupalilo. Nafikiri mwenyekiti wa kijiji cha Mago yuko wapi? Yuko hapa. Unakumbuka siku ile nilikuahidi kwamba nitawachukua vijana wako? Ndio. Nimewachukua sijawachukua? Umewachukua. Na nimezunguka nao na wamefanya kama utalii. Si eti? Yes. Pamoja na kazi lakini wamefanya utalii kwenye wilaya yao. Sasa leo pamoja na kusikiza kero zenu ambazo muda umekwenda, labda kama kwa ufupi, nimekuja kuwazawadia wananchi wa Mago kwa kazi kubwa ambao wameifanya ya kuhifadhi misitu na kuzuia moto kwenye misitu. Tumeshirikiana na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, tumeshirikiana na TFS, Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania, lakini pia ofisi ya mkurugenzi, afisa misitu na ofisi nzima ya mazingira. Kwa kweli tumepata mafanikio makubwa sana. Hatimaye wananchi wameelewa kwamba moto ni adui wa mazingira yetu, na Makete bila moto inawezekana. Ninaamini kwamba inawezekana matokeo yasiwe leo, lakini katika mwaka mmoja, miaka 5, miaka 10 ijayo, tutaweka Makete yetu itakuwa ni kijani. Hawa ni mashujaa, wamefanya kazi kubwa. Sasa leo hapa kwenye msafara wangu ninao timu ya kutoka fire, kwa maana Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kutoka mkoa wa Njombe, kaimu mkuu wa jeshi hilo katika mkoa wetu, viongozi wote wa mkoa wa Jeshi la Zimamoto, lakini pia na mkuu wa jeshi hilo katika wilaya yetu ya Makete. Wana neno kwa kijiji cha Mago. Mwenyekiti, sogea hapa mbele. Nyinyi ni mashujaa katika wilaya yetu ya Makete. Na kwamba mkuu wa Zimamoto wa mkoa pamoja na timu yako msogee mbele. Na kijiji ndo hichi. Haya mazingira yatatutunza, yatatupa na utajiri. Makete oi! Kwa hiyo sasa naomba niwakaribishe wenzetu wa TFS. Hebu sema kidogo kwanza kabla ya fire, maana fire wanamaliza tu pia. Kwa kweli umejitoa kwenye masuala ya moto, umejitoa kweli kweli. Sio moto tu, changamoto zote za uhifadhi wa misitu umekuwa ukizishughulikia, na kushukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Ndugu Wanalupalilo, niwapongeze kwanza kwa jitihada zenu ambazo mmezionyesha katika kusimamia misitu katika kupambana na janga la moto. Hakika nyinyi imekuwa wahifadhi wazuri sana. Ninachoweza kusema ninawapongeza, lakini pia muendelee kutoa elimu kwa njia ambayo mmekuwa mkiifanya. Elimu haina mwisho ndugu zangu. Kila mtu anajifunza kila siku. Saada, msio wavivu wala msio uvivu kwenda kufanya nini? Kuwasaidia. Tuendelee kuwa na moyo huo huo. Hongera nyingi sana. Kwa hiyo tulichokifanya, tulikuwa tunakipambana na wenzangu hapa maafisa operation, kipindi hicho kituo hakipo Makete. Tunaangalia namna ya kudhibiti moto, majanga ya moto kwa wilaya yetu ya Makete. Tulishindwa sana. Amesema hapa mkuu wa wilaya kwamba bilioni 80 zimepotea kwa ajili ya moto wa misitu. Tuna bilioni 400 ukijumlisha mkoa mzima. Watu wamepoteza misitu. Watu wamepoteza rasilimali zao. Na kuna wawekezaji wengine, yani wawekezaji wa Makete wamepoteza hela zao, tukishirikiana na wenzetu wa TFS. Kwa hiyo hizi taarifa tunazo, lakini kwa hiki kilichoanzishwa naamini tunaenda kudhibiti kabisa. Lakini taarifa njema zaidi mimi niweza kuja nazo kwa sababu nitakuwa naongea kwa haraka haraka. Cha kwanza kabisa, Wanalupalilo inawezekana mlikuwa mjui, tuna kituo cha Jeshi la Zimamoto Makete pale mjini. Na muda si mrefu wanaenda kupata vifaa vya kuzimia moto, ambao tutaanza na gari. Taarifa njema kwa wana Makete. Ni ndani ya mwaka huu nina uhakika mtapata gari la kuzimia moto pale Makete. Lakini zuri zaidi, tunaenda kupata gari moto linalodhibiti moto wa misitu. Hilo gari litakuja kwanza kwa mkoa tu, itakaa pale Njombe kwa sababu itakuwa inazunguka kila sehemu. Tunaelewana Wanalupalilo? Kwa ni habari njema ambayo serikali yetu imeona kwa haya yanayopambana viongozi wetu. Imeona na yenyewe iwashike mkono. Kwa hiyo vifaa vinakuja kwa ajili yenu. Bado tutaendelea kuongeza nguvu kwenye vifaa vile vya kubebeka, vile vya mkononi, kwa support hao wenzetu hizi timu. Ambacho ni kazi ambayo inafanya na kazi ya Jeshi la Zimamoto. Kuna vifaa vile vya kubebeka kama nilivyobeba hivi vingine.
lakini pia kitu kingine ukiachana hivyo vifaa tu, lakini pia kuwaongezea elimu hao watu. Nimeona kitu anachokifanya hapa, amekiongea mtaalamu pale, mwalimu. Natamani kwenye timu yako afisa operation wale volunteer wetu, kikundi cha kwanza kukisajili, naomba uanze na kikundi cha Lupalilo. Hayo ni maelekezo mimi nakupa tu. Ni hayo maelekezo nakupa, anza kusajili hichi kikundi. Kwa sababu na sisi saa hizi tumeanza kusajili vikundi vile vya kujitolea ambao tunaitwa fire volunteers. Kwa hiyo sisi hapa ni kikundi na moja tunaanza nacho. Maana hata vifaa vya operation, hakikisha unapopata vifaa vya kuwasaidia watu, wasaidia wana Lupalilo, wapate vile vifaa vya kuzimia moto. Lakini pia timu ya elimu ifike hapa kutoa elimu. Wana Lupalilo na wahakikishia hilo, timu yetu itaongeza nguvu ya kuja kutoa elimu ya majanga ya moto hapa. Yale aliyoongea kiongozi hapa, mwenyekiti wa kikundi, ameongea ni machache kwenye mbinu za kudhibiti moto. Mbinu ya kwanza kabisa ni elimu tu ya kuelimika namna ya kuwasha moto. Kwamba moto unawashwa muda gani. Wengi tunajua moto ile usisema moto kuwasha shamba, kawasha asubuhi, kawasha kuanzia saa 10 jioni. Maana yake hewa imetulia, moto usisambae. Pale utadhibiti moto tukiwa peke yako. Jamani, baada ya kusema hayo, lakini pia na sisi jeshi la zimamoto hatukukaa kimya baada ya kumwona mkuu wa wilaya ana kampeni hii hapa. Tukasema tuje tukione hichi kijiji cha Mago tuwazawadie, kwa sababu hawa watu wa Mago kuna kitu wametufundisha. Elewane? Kuna kitu wametufundisha. Inawezekana mwingine unakaa ofisini kwa kukaa tu sema mimi ndo najua. Lakini mtu wa Maga anakaa kijijini anajua. Umeona kitu alichobuni? Ndio. Wale wenzangu na mimi tunaokaa ofisini kuna kitu tumejifunza hapa. Kwamba hawa jamaa wanalinda vitu ambavyo sisi ndo tunakula kule mjini. Kwa hiyo tukasema isiwe hivi, tusiishie hivi. Ngoja tuwaandalie zawadi. Kwa niaba ya kamishna jenerali, baada ya kumfikishia hii taarifa, kamishna jenerali Jeshi la Zimamoto Tanzania nzima akasema mimi natuma cheti cha pongezi kwa wanamago. Ndio cheti kitakabidhiwa na mkuu wa wilaya. Mimi nimekuja kama mwakilishi wa kamishna jenerali kuwakabidhi hao wananchi. Kamishna jenerali anawapongeza sana kwa jitihada wanazozifanya. Kwa sababu mlichokifanya kwake amewasifia, amesema mmefanya onyesho ambalo ni Tanzania nzima inatakiwa wilaya zingine waige. Waige hii kampeni ya mkuu wa wilaya, wasimamie, wafanye hivyo. Kwa hiyo akasema basi mimi niwafikishie tu ujumbe kwamba anawapongezeni sana kwa haya mnayoyafanya, kwa sababu tayari yeye ameshamtengenezea sifa. Maana kwa kupitia mkuu wa wilaya, kwa kupitia mzimamoto wa wilaya, tayari sifa ile imeenda kwa nani? Kwa kamishna jenerali. Wazi? Wazi jamani. Maneno yetu ya kijeshi ni hayo jamani, samahanini. Sisi tunasema wazi manake ni kweli, sio? Kwa hiyo ndivyo ilivyo, samahanini sana. Lakini ni lugha nyepesi tu kwamba wazi, sio? Kwa watu wa Lupalilo mmefanya jambo la maana sana kwa kiongozi wetu, anafurahia sana. Yaani sina la kusema kwa sababu alisemaje? Unajua ukitumwa anasemaje? Usiongeze poroja. Amesema anawashukuruni. Mmemfurahisha sana. Kwa ametuma cheti chake hapa, anasema tumkabidhi mkuu wa wilaya Dodoma. Sisi tulikipokea jana. Wow. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, hiki cheti utawakabidhi hao wapiganaji kwa vijiji vingine na vyenyewe viweze kuzawadiwa vyeti kama hivi. Maana watu wamefuzu mafunzo. Nashukuru sana. Sasa naomba wapiganaji mje nyuma ya mwenyekiti wenu nikabidhi sasa. Makombe. Sasa mnachukua mnanyenyua juu. Mago oye! Kwanza mimi nitangulize shukurani kwamba hili pambano lilikuwa ni kwa kijiji cha Mago. Kijiji cha Mago kilijitoa muhanga kupambana na hali ya kulinda mazingira. Lakini nishukuru Mungu kwa wilaya yetu ya Makete, wamekuja wakuu wa wilaya wengi. Lakini mama Kisa gwa Kisa, nikushukuru sana kwa sababu umeona hii hali ya Makete bila watu kuwepo, bila ukijani kuwepo, haitakuwa ina usalama. Baada ya kuona kazi ya wanamago, kujitoa kwa wanamago, ukatamani tuseme neno kwa wilaya ya Makete, tuseme neno kwa kata. Mimi najua saa hizi hatusemi kata kwa kata wala Makete, tunasema kwa taifa zima. Tunatamani nchi yetu ibaki ya kijani. Tunajua nchi hii ikiwa ya kijani, uchumi hata wa dunia utakuwa. Leo hii tunapotunza mazingira, tutambue wenzetu huko duniani wanategemea haya mazingira tuliyoyatunza sisi. Ukijani huu tulionao unategemea kutunza afya za watu dunia nzima. Niwaombe wana Lupalilo, huyu mama amekuja hata mwaka hajamaliza, anatamani Makete iendelee kuitunza dunia. Sasa kama sisi hatutajitoa, tutambue kwamba tutakuwa tunaiangamiza dunia.
Kama tunatamani kuiokoa dunia, naomba wana Lupalilo wote tuungane na mawazo ya mama yetu, tuungane kupambana kuitetea hali iliyoko Makete. Hali ya Makete ni ya ukijani. Ukipotea ukijani, hatuna afya. Tufanye kitu cha tofauti ili mazingira yetu kwa wilaya yetu ionekane sasa Tanzania nzima wanakuja kutalii Makete kwa hii elimu ambayo tumeionyesha leo hii. Dunia waje kuja kutalii Makete kwa hii elimu ambayo tunaifanya ya kulinda mazingira. Nishukuru sana mama. Nishukuru sana Mungu aliyemfungua akili Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan hata kukutoa wewe kuja Makete. Haya unayoyafanya ni kwa ajili ya uhai wa wana Makete, ni kwa ajili ya uhai wa wana Mago, ni kwa ajili ya uhai wa dunia nzima. Wana Mago wote wanatoka, sio jeshi la zimamoto kama mnavyofikiri. Ni kikosi tu ambacho kimeundwa kuitwa jeshi la zimamoto. Lakini nataka niseme kwenye zoezi hili ni wana Mago wote wanazima moto. Akina mama hoye! Hoye! Akina mama huwa wanatoka na ndoo za maji, majembe, spedi, wakiwafuata hawa kwa ajili ya kujaza nini? Maji. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, sina mengi la kuongea. Nataka niseme tu kwa jamani, moto ni adui. Moto ni adui. Sina mengi ya kuongea kama walizozungumza wenzangu, mmeyasikia. Nachowaombeni wote, nataka moto jamani kwenye kata ya Lupalilo uonekane ukijani. Mago hoye! Hoye! Lupalilo hoye! Hoye! Tujitahidi sana kuzima moto ndugu zangu.